Tunakutana nazo sana. Nirudi, msanii gani wa kiume ambaye anakuvutia kwenye tasnia yako? Mbali na ule brother. Yaamini sasa nataka actor mkubwa ambaye anakuvutia ambaye wewe future yako unasema da. Kweli nikifikia hata level hii, ya Tanzania nzima. Itakuwa enough to me. Sisi kuaga Gabo. Okay. Yeah. Kwa nini Gabo alikuwa? Gabo mimi ni msanii ambaye napenda. Sana. Na hamu ya kufanya naye kazi. Ila Simoni Gabo yule wa zamani na wa saizi, ndio maana nasema alikuwa. Okay. Yani Simoni yule Gabo ule wa zamani. Ila bado namfeel mshikaji. Okay. Kazi ya Gabo ambayo unaipenda, ambayo yani Gabo amefanya kazi nyingi ambayo wewe umesema da kweli humo alisimama. Kuna ile kazi ambayo ilimtoa, inaitwaje ile kazi? Ile ambayo anaongea kinanilia bado natafuta na ile nyingine amecheza inaitwa anacheza mwanafunzi anaingia darasani, darasa la 4 zilo sio la 4 nini, ila nimelisahau kidogo. Ila ile bado natafuta, jamaa alikaza sana. Pia kuna Siabonga, Gabo ana kazi nyingi nzuri, alafu huwa akosei mshikaji. Ana kazi sidhani kama analibuki mshikaji. Anafanya vizuri, kazi zake nyingi sana, ila ifanye nipende zaidi hiyo bado natafuta. Alifanya vizuri sana. Ile sini ya mwishoni ambaye anaongea mbele ya watu, ile mke wake si anavalishwa pete. Jamaa anaongea huko anacheka analia, hisia ngumu sana yeye. Gabo alikuwa zamani, lakini Gabo ni mtu ambaye anakuvutia, hajawahi haribu kazi zake. Kwa nini ni Gabo wa zamani sio sasa hivi? Wakati huo Gabo hajawahi haribu kazi zake. Kwa nini? Ni kwa sababu unajua Gabo kafanya kazi nyingi sana, unajua kazi nyingi kubwa. Lakini mimi yani natamani tumuone Gabo international, yani azidi kupasua mawimbi, yani yuko mimi siko pale. Okay. Mimi siko pale. Sawa, ni kazi yake nzuri nyingi, hata mimi napenda kumuona. Lakini kitu ambacho kinaniuma kuona kwa nini Kanumba alikuwa anasukuma, Kanumba alikuwa anasogea mpaka Nigeria anamfahamu. Gabo tumeanza kumjua muda mwingi sana. Umeona? Kwa hiyo nilitegemea Gabo saizi mpaka Nigeria wao wanamjua wapi, lakini sidhani kama anafahamika kivile huko nchi zingine yeye. Lakini ni hapa Hawaii Tanzania hapa katika Gabo ni mtu mkubwa, kazi anafanya vizuri. Okay. Kwa hiyo ni kwamba ni kwa sababu Gabo atembei, ni kwa sababu Gabo yupo pale ha move on. Usuta anatembea, sasa sijui. Kazi zingekuwa zinaonekana guys. Kazi zilikuwa zinaonekana. Lakini Kanumba sio tunamwona. Kanumba alikuwa aliwakilisha vizuri Afrika. Umeona? Kwa sababu leo ni interview ya Domos, tutamtafuta Gabo kwa wakati wake. Nitaka nirudi upande wako, ni msanii gani wa kike ambaye anakuinspire kwenye tasnia ya filamu? Msanii wa kike alikuwa Elimpo. Alikuwa Elimpo, ila kuna mdada fulani hivi anaitwa Nyamaka. Yule dada ipo kacheza movie nyingi. Pia ipo kwenye tamthilia za zamani za ITV. Pia ipo kwenye kazi za mafufu. Anaitwa Nyamaka. Kwa ambao wanamjua wanaweza kama wanamfahamu. Ila msanii mkubwa kabisa Elimpo. Napenda kazi anazofanya. Okay. Vipi mchango wa mastaa wakubwa kwa nyie underground? Mimi nasema bado underground kwa sababu ni bado nafasi yako haijafahamika kivile hata nyanda za juu kusini, lakini ni mtu ambaye unakuja kwa kasi tunaona. Ushauri wako kwa wale wasanii wakubwa? Kikweli kwa zamani na saizi mimi naweza sema wasanii wakubwa huwa wengi wananisupport, nisiwe muongo. Mpaka mimi sasa nasema hatua nilifika saizi na hisi ni hatua fulani hivi nimsogea. Cha kwanza nikimzunguzia kuna mtu anaitwa Mafufu. Nadhani wengi wanamjua. Jibi Mafufu kafanya kazi nyingi sana. Kuna yule Mchokoza Kaja kama umeona ile. Mchokoza Kaja kazi nyingi kafanya. Mafufu ni mtu ambaye ananisupportigi sana. Ananiambia mdogo wangu fanye hivi na hivi na hivi na hivi. Fanye hivi na hivi na hivi.
usifanye hivi hivi na hivi. Kwa hiyo ni mchango ambao ananipa. Pia kuna project ambayo tumepanga na yeye, kanipromise tutafanya. Pia kuna director mkubwa sasa hizi kumzungumzia Majani. Nani Majani unamjua? Kafanya kazi nyingi sana, ile si ya Bonga ya Gabo, pia na kazi ipo Marekani, ipo kwenye tuzo. Ndio director mkubwa sasa hizi kwenye Tanzania tuseme. Majagi ananishauri vitu vingi sana kwa sababu hiyo kazi ambayo nakwambia nilifanya interview nikapita. By direct yeye pamoja na Kabiligi. Yeye alikuwa assistant. Sawa, hiyo kazi ya kusafiri ambayo na master kina video kina nani. Kwa hiyo ni mtu ambaye ananishauri mdogo wangu fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Pia naye tuna promises za kazi. Umeona? Watu kama hao. Pia mimi napenda nimzungumzie Saito. Saito ni mtu mkubwa. Yaani ni msanii mkubwa sana. Pia naweza nikasema ndio mtu ambaye kanisupport sana sana. Mimi mpaka leo hii nafika hapa ni mgongo wake yeye. Umeona? Saito kanipa kazi ya Tumaini, jeshi la ukombozi. Leo hiyo watu wengi wananijua. Umeona? Nikienda dawa watu wananifahamu kupitia nani? Saito. Kwa hiyo ni mchango kwake pia na kwa Beloyo alishuti kazi. Beloyo naye ananishauri vitu vingi sana. Pia ni meneja wangu pia na yeye. Kwa hiyo hao watu mimi wana mchango mkubwa sana kwangu. Sikufichi wengi sana sana. Okay, nirudi kwa brother. Na wewe naomba ugusie kidogo unaona subiri. Yaani wewe ukiwa kama meneja wa wasanii najua utakuwa umefanya baadhi ya kazi. Vipi kuhusu mauzo ya hizi kazi? Unajua tofauti na zamani tulikuwa tunaona kabisa mtu akitoa kopi ya DVD zake 70 akiziuza anapata pesa yake, lakini sasa hivi kuna mambo ya social media, kuna mitandao kama YouTube na nini, pia inafanya vipi? Unahisi kama inasaidia kukuza kazi zenu au mitandao imesaidia kukuza kazi zetu, japokuwa sasa hizi uuzaji wa CD umepungua. Hiyo sasa hizi watu kununua CD yani mara chache sana. Yani ni soko limepungua la CD. Kwa sasa hivi tunapokuwa na kazi tunatupia kwenye mtandao. Umeona? Ile kuuza CD moja hivi sasa hivi hiyo imeshuka sana. Imepungua. Kwa ndako niambie kwenye kazi za kwenye mitandao na zile kazi ambazo walikuwa wanachukua watu kama Steps Pro hazina manufaa tena. Kwa kazi za kwenye mitandao ndio zinawafanya nyinyi mkuu, sio? Au ndio zinafanya yani pale kusambaza yani kazi kusambaa kwa urahisi kwenye mtandao. Umeona kwa sababu wewe leo hii una smartphone yako hapo au sio? Ukiangalia labda ukiangalia tangazo, labda tumetangaza kazi fulani, unaingia moja kwa moja. Ila mimi pia nigusie hapo. Tulififia sana hapa katikati hapa. Lakini mbona jeshi la ukombozi imesambazwa kwenye CD na imeenea, ndio kazi ambayo inasumbua sasa Tanzania. Kauzi inashika mpaka namba 1. Hii kazi imesambazwa na Joe Film kwenye CD. Mimi nafikiri wa Tanzania wanataka kitu kizuri. Jeshi la ukombozi ni kazi nzuri, ndio maana imeshaisha. Zimeisha. Ni kitu ambacho kigumu sana mtu alete CD huku hapo kazi ishe. Ni kitu kigumu sana. Kwa hiyo mimi nafikiri Tanzania wanataka kazi nzuri. Kama kazi nzuri inajiuza. Kwa turudi upande ule. Kwa media au social media zenyewe kazi yao itakuwa ni kupromote tu. Lakini kazi kama kazi turudi kuziuza kwenye CD. Vyote sawa. Ila kwa saizi kwenye mtandao ni kila kitu saizi. Ile sanaa imemia sana huko. Lakini pia mimi nimezungumzia kwamba ukifanya kazi nzuri sana hata kwenye CD kazi inaweza kauza unapofanya kazi nzuri sana. Ndio maana nimeongelea jeshi la ukombozi. Imesumbua sana kwenye mitandao na imesumbua sana kwenye ma-CD. Bwana huyo hapo alikuwa anaitwa Domos Jogoo, ni mwigizaji anayekuja kwa kasi sasa hivi. Naomba tuendelee tu kumfuatilia. By the way, usisahau kusubscribe, usisahau kubonyeza alama ya kengele, kulike pia na kucomment ili tuende sawa. Uweze kuwa wa kwanza kupata habari zetu. Brother, nilikuwa nataka nikuulize maswali mawili matatu ya kizushi. Utakuwa tayari? Nipo tayari. Uko na management. Inatokea management sasa hivi nyingine. Kwa mfano JB
anakuja anasema mimi nataka wewe sasa hivi wewe wa kwangu, lakini yuko na management hapo. Yaani leo kwa kabisa kabisa. Ya kumanage yeye sasa. Akumanage yeye uende Jerusalem kule ukafanya kazi. Hapo juu inategemeana tu. Yaani hapo inategemeana. Lakini na manager wengi sana. Okay. Ila hapo inategemeana sasa huo mkataba uko vipi? Ana manage mimi kivipi? Hapo ni makubaliano. Na manufaa gani? Yaani hapo sasa ni makubaliano. Siwezi kurupuka tu nikakubali. No. Hapo ni tukae chini tujue tunafanyaje. Swali lingine la kizushi nataka nimuulize brother, wewe ni star. Tunataka kujua maana hii session yetu inahusu kuwajua mastaa wa Mbeya, au sio? Brother umeoa? Mke, mtoto, mchumba? No, mimi sijaoa. Unajua? Mchumba? Mpenzi mnaye, nakusaje? Mtoto? I don't know what to Okay. Swali la kizushi. Chakula gani unapenda Domus? Mimi napenda wali maharage bwana. Wali maharage. Napenda sana wali. Yaani mimi naweza kula wali asubuhi, mchana, usiku. Nikafuliza wiki nzima nakula wali. Okay. Swali la kizushi lingine Domus, unapenda ukishafikia malengo yako ujijenge wapi kiuchumi, ujijenge ukiwa ndani ya mkoa, nje ya mkoa, unahisi ndo utatanuka zaidi? Mimi nafikiri popote pale unaweza kujijenga kiuchumi. Yaani ni popote pale, hapa nyumbani iwe nje, yaani popote pale. Okay. Maboga kwa Kiingereza yanaitwaje? Ilikuwa maswali ya kizushi. Swali la kizushi la mwisho, Domus, unapenda usafiri wa aina gani? Bajaji, gari? Kama ni gari aina gani? Kama ni bajaji, TVS, sijui Piaggio au nini? Safari yani upenda niwe nasafiria? Mimi nafikiri hapo ni gari. Gari. Gari ya Harrier. Harrier inakubali sana. Lexus moja hivi. Inakubali sana. Okay. Domus, nataka kujua hivi wewe habari ya kiki, mtu kutafuta kiki, unaichukuliaje? Inamfanya awe hapo au inamshusha? Kiki kama kiki. Kwa upande wako unaichukuliaje? Kwa upande wangu ile kiki inaweza ikakushusha. Kuna nyingine kiki zinawapandisha, wengine zinawashusha. Sasa hapo inategemea na kiki gani. Unaona wasanii wengi wamepita kwa kiki na zimewapandisha, leo ni mastaa wakubwa sana kupitia kiki. Kwa kiki sometimes zinakusaidia, unaweza kuwa star mkubwa, ila sometimes pia zikakufezesha. Kama kiki zingine za kufezesha. Okay, tufanye tu hivi. Kwa mfano kiki tunaziona nyingi. Amrapa anafanya a lot of kiki, lakini mimi sijui Amrapa hadi leo kiki zake zinamsaidia. Tuongelee kiki ya juzi ya mtu ambaye kweli tunaona kabisa anafanya vitu vikubwa, anakuwa mbele za watu, ana participate na nini, lakini nisiende mbali. Kiki ya Menina, sio ni kiki, sio ni kweli au nini? Mimi kwangu ni kiki. Wewe umeichukuliaje kiki kama ile? Kwa mtu kama yule ni msanii tayari. Mimi sijajua kama ni kiki kweli au ni live, huwezi jua. Mimi sijajua. Lakini kama ni kiki ile sio. Kama ni kiki ni kitu cha kufezesha. Unajua yule ni mwanamke, ni mama. Unaona pale ni maana sasa unafezesha mama. Sio na mtoto labda. Kwa kama ni kiki basi watoto wawili. Ni maana ni mama. Sasa kwa mfano hii watoto wake wanaangalia kitu kama kile. Unajua hivi vitu vinakuwa kwenye mtandao. Labda watoto wadogo baadaye watoto wakija kukua, wakija kuna picha kama zile itakuwa inaleta picha mbaya sana. Pia ni mama. Kwa hiyo kiki kama zile sio nzuri. Ila sasa kama ni kiki. Sijui kama ni kiki au ni nini, sijafuatilia sana hiyo issue. Okay. Nilikuwa nataka kujua umefanya kazi moja ambayo imetrendi sana na ambayo bado inaendelea kutrend na inasumbua sana, Jeshi la Ukombozi, na hii hapo ulipata kupitia Isarito TMT. Hii kazi ilikuwa ni Isarito. Beni na Isarito. Kwa asilimia fulani imekupush sana, yani sana. Sio? Sana. Tuiongelee Jeshi la Ukombozi. Ni movie ambao Domus, nataka tuiongelee Jeshi la Ukombozi. Ni kazi ambayo naiona kiukweli nyanda za juu kusini inakuja kwa kasi, sio nyanda za juu kusini tu.
niseme hadi kitaifa, ni kazi ambayo imekuwa trended sana. Tuongelee hii. Imekuwaje mpaka iko hivyo, mpaka iko hapo mpaka iko hapo? Sasa ukizungumzia kazi kubwa Tanzania unazungumzia Jeshi la Ukombozi. Ni kazi ambayo ni kubwa, alafu inaelezea vitu vingi. Vitu ambavyo vimefanyika kwenye jeshi vilikuwa havijafanyika sana Bongo. Sawa, kwa tulikuwa tumewa surprise watu, alafu kucheck game letu tulikuwa limesizi kidogo. Mimi naomba kwanza nimshukuru kwanza Benloyo na Salito. Unajua waliniamini mpaka kwenye ile kazi, mpaka tukafanya ile kazi. Mimi mwenyewe sometimes nikipita mtaani najiona mimi posters, unajua watu sana Mbeya wanaipenda sana, lakini ile kazi inapendwa sana, huwezi amini. Yaani kila ukipita unaikuta posters kwenye library. Kwa kwangu mimi jeshi imenipa connection kubwa sana, imenipa mashabiki wengi sana, unajua unajua mpaka mimi nilikuwa natamani hata siku moja nikipita mtaani watu waseme yule. Kwa hiyo mimi nimeipata, mtu anapita niendaga siku moja Kawe watu wakawa wananyosha vidole, yule pale jogo. Kwa kwangu ilikuwa ni kitu kikubwa sana, kwamba jeshi kumbe imenifikisha hapa. Kwa hiyo ni kazi kubwa kwangu, pia na ni kazi kubwa sana kwa Tanzania. Salito aliniamini, akaniita, tukafanya. Benne pia akaniamini, na nimechukua nafasi kubwa sana kwenye jeshi. Supporter character. Kweli. Mbona pale mko kama mimi namsaidia Salito. Kwa hiyo nimecheza nafasi kubwa sana. Kwa hiyo nafasi ambayo nimecheza nilifanyia kazi kwa mpaka leo hii watu wanaita jogo ni kupitia Jeshi la Ukombozi. Pia Kitale alikuwa ameposti, namshukuru sana Kitale. Aliposti watu wakaanza kuifuatilia. Ikafika hatua sasa mastaa wengi wanazidi kuiposti. Kwa hiyo jeshi imenipa connection mpaka kina Kitale, najuana nao, akina Kobelo wale Chapombe. Pia wasanii wamezidi kuniamini, baadhi wa wasanii wakubwa. Niambie ni wapi wasanii upcoming wanafeli mpaka wanakwama, hawafiki sehemu yoyote? Unaona wasanii wengi wanafanya kazi zao, lakini unakuta anaishia hapa nyumbani, hafiki mbali popote. Ni nini ambacho kinakukwamisha? Kujituma. Unajua kujituma na give up. Yaani mimi nyuma yangu na wasanii wengi ambao tumeasona kwenye game, lakini wengi wamekata tamaa. Unajua wengi wanapenda mafanikio ya haraka tu. Yaani vuvu anataka tukesha awe star. Mimi nimepambana sana mwanangu, yaani sikufichi, yaani sometimes mpaka nikaga geto hivi na nikionaga jeshi au kazi nyingine ambayo nimefanya, natamani hadi nilie, unajua sababu nilikuwa naamini hipo siku nitakuja kutusua. Nilikuwa nikipambana mpaka niniuza kitanda, nakwambia niuza godoro. Yaani sanaa ipo kwenye damu. Mimi nimejitolea, nipo tayari kufanya kitu chochote kupitia sanaa. Yaani nipo tayari kufanya kitu chochote kile. Nimeacha kazi nyingi sana. Nimeacha kazi nyingi. Nilikuwa nafanya kazi kiwandani kwa Mohamed. Lakini niliacha kazi tukaenda kushoot. Kwa hiyo yani wengi hawapambani, hawajitumi. Mtu anataka tu kesho ashuti awe star. No, hicho kitu ndio maana wengi wanakwama. Na Mungu pia muombi. Mimi sikufichi, mimi nilikuwa nafunga siku 3 kwa ajili ya sanaa. Sikufichi, yani nilikuwa nafunga siku 3, najifungia chumbani peke yangu, nasali, naomba dua zote, nasali. Nikashanga milango inafunguka. Tujue Mungu sometimes ukiwa mkumbuka milango inafunguka. Kwa wengi wajisahau hapo, hawajitumi, Mungu pia amhusishi. Sure. Labda nirudi na kwa upande wa brother, toka umeanza kufanya kazi yako, una muda gani sasa hivi, manufaa uliyopata kwenye kazi yako pia na magumu unayokumbana nayo katika kuwa manage watu ambao unawa manage? Mimi tangu nianze kazi ya udesigner na kuwasimamia watu, nina miaka kama 5. 7 hivi 5. Magumu ambayo unakutana nayo katika kazi zako tuliangalia pale. Je, vipi unanufaika vipi na kazi yako? Kunufaika, nanufaika kama kuwasimamia watu hivi na hivi, nanufaika. Yani nanufaika ukiingia kwenye udesigner, ninavyo design watu hivi na hivi, ninavyouza mavazi, umeona, ndo nanufaika hivyo.
nikukumbushe tu usisahau kusubscribe, usisahau kubonyeza alama ya kengele, usisahau kucomment na kulike ili kuwa wa kwanza kupata habari zetu zinazoendelea nyanda za juu kusini na habari zote zinazohusiana na mastaa wa jiji la Mbeya, au sio? Wakati huu bwana nipate kuwapa nafasi. Nianze na kaka Domos pale. Maneno yako, maoni yako ya mwisho kwa watu wanaofanya kazi za sanaa kama yako. Kwa wanaofanya sanaa kama yangu. Ndio. Mimi maoni yangu narudi pale pale. Kukata tamaa. Hicho ni kitu ambacho mimi nakichukia sana yani. Na pia tusiwe na haraka sana ya kushuti. Unajua kushuti kubwa. Mimi nimesubiri sana kushuti mpaka leo naitwa sio kitu kidogo. Kwa hiyo watu wasikate tamaa. Game ngumu, alafu kulitafuta jina sio kitu kidogo. Kwa hiyo mtu kama unaamua usitiki kwenye sanaa, basi stiki. Amini ipo siku utakuja kutoboa. Kwa wengi wanakuwa hapa. Kwa mimi nataka niwashauri ambao wanafanya sanaa kama mimi, waigizaji, jamani tusikate tamaa yani. Kama unaamua kuigiza, igiza. Kama unaamua kuimba, imba. Yeah. Sasa hivi mtu anajiuliza huyu Domo, nikitaka kumpata kwenye social media, Okay. Nikitaka kujua kazi ambazo amezifanya Domos Jogoo ni zipi? Kazi ambazo amezifanya Domos Jogoo. Nimefanya kazi nyingi. Kazi nyingi sana. Ambazo hazijatoka na ambazo zimetoka. Ila kazi ambazo zimenitambulisha, zimenisogeza ndio hiyo jeshi la Ukombozi. Pia nyuma na short film ambazo nimefanya mwenyewe kupitia kampuni yangu ambayo ni ndogo ila nategemea baadaye kuwa kubwa. Short film zimefanya vizuri sana. Inaitwa Kielimu na Soko Letu. Zimetrend sana kwenye mitandao. Pia nizipewa kwenye tuzo. Pia kuna kazi ambayo nimefanya hiyo Msafiri ambao nilikutana na mastaa kibao, nikakutana na Kabiligi. Ndio kazi kubwa ambazo mimi nimefanya nyingi. Napenda niziongelee hizo ambazo ndo zimenisogeza hatua fulani. Kutoka hatua ndogo kusogeza hatua kubwa. Hiyo ya Msafiri, na direct Kabiligi na Jagi. Hizo filamu ya Kielimu na Soko Letu. Pia kuna filamu nyingine Tumaini, na direct Salito, pia nimecheza na Salito. Pia kuna series nyingine nimefanya na Salito, nafikiri sio inatoka na inaitwa Tumaini. Kuna filamu na series yenyewe. Okay. Pia nafikiri sio tu inatoka. Hapo tugusie kuna Mbeya Finest Award. Kama sikusei na wewe ni kati ya watu ambao ulikuwa unapendekezwa uwepo mle ndani. Mtu anataka kumpigia sasa hivi Domos kula, afanyeje ili akupigie kula? Alafu na muda wenyewe ndio umeisha. Ni leo nafikiri ndio mwisho. Ndio mwisho. Mimi niomba kipendekezo cha upcoming actor. Kwa cha msingi mtu anaingia kwenye page ya Mbeya Finest, anasema anapendekeza Domos Jogoo au upcoming actor. Ipo tu kama ameshapigia kula. Okay. Kwa upande mwingine tupende kuzungumzia nini ambacho tukijui kutoka kwako Domos? Ambacho hakijui kwangu. Domos ni mtu wa aina gani? Domos ni mtu ambaye ana swali sana. Swali sana. Sana. Wengi hicho kitu hawakijui. Ila mimi ni mtu ambaye naamini sana Mwenyezi Mungu, ni Muislamu. Ni mtu ambaye nina swali, ni mtu ambaye huwa nikikaa huwa najiombea sana, mwenyewe najifungia ndani najiombea, Mungu nisaidie nifike sehemu fulani. Na huwa nikiombaga Mungu ananifungulia milango. Kuna kitu kama hicho wengi watu hawakijui hicho. Okay. Domos ni mtu mwenye asali sana jamani. Okay. Mimi bwana nipate nafasi, nikupe nafasi wewe uzungumzie, utoe neno lako la mwisho sasa kwa wananchi ambao wanakutazama. Neno gani la mwisho ambalo ungependa kuambia? Neno langu la mwisho ni naomba Watanzania waniamini, pia waendelee kunisupport. Na nimefanya vitu vingi au vidogo, nazidi kufanya vikubwa zaidi. Kwa hiyo waniamini. Pia mimi namshukuru sana Benlo na Salito, ni watu ambao wamenisaidia sana. Leo hii Mbeya mimi nafahamika kupitia wao. Sasa nilikuwa nafahamika lakini wamenipushi sana. Kwa hiyo namshukuru sana Benlo, meneja wangu, pia Salito, director wangu,
Sasa hicho wananipaga sana ushauri mwingi sana na waga nawafanyia sana kazi. Dogo pita hapa, pita hivi na hivi. Kwa hiyo wasanii pia wengine wao wanapata ushauri kwa wasanii wakubwa, umeona? Wakipata nafasi wasichezee. Mimi nikipata nafasi na ananifanyia kweli kazi. Sawa? Pia namshukuru sana Jibi Mafufu. Ni mtu ambaye tuna mipango mingi tumepanga. Huwa ananisupport sana. Ya nimalizie kwa director wangu Majagi. Nampenda sana. Kwa ni watu ambao wananipa sana changamoto vitu kama hivyo. Mtu anataka kumtafuta sasa hivi Domos katika social media au mitandao mingine. Atakupateje? Kwa Instagram unaingia unaandika tu Domos Jogoo. Itakuja tu pale, nimenyoa kiduku, nimefuga mabutu fulani hivi. Picha yangu inaonekana tu pale. Ukiona pale anaiona na follow. Facebook situmii sana, ni muda kidogo. Situmii simu yangu. Ila sasa napatikana Instagram Domos Jogoo. Active masaa yote. Mimi muda wote. Bwana, ukitaka kumtafuta Domos ukafanya naye kazi, ukajua jinsi ya kumpata, ukataka kumjua kiundani, usisite. Ingia tu Instagram, andika Domos #Jogoo. Utakuwa umemaliza umempata. Kaka mkubwa, nilikuwa nataka uongee maoni yako kwa watu wanaofanya kazi kama zako ambao ni underground, wako chini ya zaidi yako niseme, ambao wanachipukia. Okay. Maoni yangu mimi cha msingi ni kumwomba Mungu na kuonyesha juhudi, yani kupambana zaidi. Tutafika. Okay. Neno la mwisho unalotaka kuambia mashabiki zako? Waendelee kutusupport, bado wachanga, hatujao hivyo, lakini waendelee kutupa nguvu. Na mtu akitaka kukupata sasa hivi kwenye social media atakupateje? Instagram natumia Mjojo Zeto, Facebook natumia Joji Mjojo. Bwana, hichi hapa kilikuwa ni kipindi chako pendwa cha Wajue Mastaa ndani ya jiji la Mbeya. Sisi hapa tuishie hapa. Bwana, leo tulikuwa na Domos, tulikuwa na Mjojo. Mpaka wakati mwingine. Wakati huo bwana, nipende kutoa shukrani zangu za dhati sana kwa director mkubwa sana ndani ya jiji la Mbeya, anamuita Dewa Komp.